Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wangapi waliofurahia hali ya anga leo hii inavyopendeza? Amen. Amen. Anga nzuri sana, siku nzuri sana inayopendeza iliyokubalika na Mungu. Tumepata fursa nyingine ya kuona mwezi mpya wa 3 katika mwaka wa 2024, jambo ambalo wewe na mimi tusingejua kama tungelifika siku hii, ila kwa mapenzi ya Mungu aliyeona kwa tutafika. Tunamshukuru kwa kutenda haya. Ni asubuhi njema, bado nimeokoka. Ninaitwa Frederick Ligera. Nampenda Yesu, angali Mwokozi wa maisha yangu, angali ananipenda, ananitia nguvu, na nguvu zake za tosha kuliko nguvu nyingine yoyote ile. Nguvu za Mungu ni dhahiri, wala hazibahatishwi, na nguvu hizo ndizo zimekufanya wewe na mimi tuwe hapa leo. Na nakumbuka siku chache au wiki chache zilizopita, tangu nilipoingia hapa tarehe mosi mwezi uliopita, kama leo hii ni mwezi mzima, na nimekuwa nikisikia mafundisho kuhusu nguvu ya kiungu ambazo mimi na wewe tunahitaji kuwa nazo katika safari tulio nayo. Maana safari yangu na mtu ambaye hajaokoka ni safari mbili tofauti, na ili ile safari iwe kweli tofauti, ni mimi ndio nitafanya iweze kuwa tofauti. Amen. Ina maana kwamba mimi ndio nitakubali nguvu za Mungu zifanye kazi ndani yangu ili ikadhirike, maana niliporuhusu hazitapata nafasi ya kufanya kazi. Bwana apewe sifa. Na ndio tunaenda kusoma vitabu viwili, ila ni kwenye kitabu kimoja, lakini verses tofauti. Zinahusu nini? Zinakuhusu, zinanihusu. Maandiko haya ni kwa ajili yetu sisi na kwa ajili ya yote ambaye angependa kusikia zimsaidie. Maana Mungu yuko tayari kwa kusaidia mtu yeyote ile. Maana ukisoma Yohana 1 na mali inasema wale waliompokea, waliomwamini aliwapa nguvu ya kuwa watoto wa Mungu. Ina maana kwamba tukiamini sisi ni watoto wa Mungu, na ili tuwe watoto wa Mungu tunahitaji kitu kinachoweza kudhibitisha nguvu ya Mungu ndani yetu. Amen. Maana dunia inaongozwa na nguvu ya elimu, nguvu ya uchumi na nguvu ya teknolojia, ikiongezwa nguvu ya mtandao. Lakini hizi zote nne ni kubwa sana kwa ajili ya maisha ya kidunia, ila haziwezi kuleta nguvu ya Mungu. Lakini nguvu ya Mungu ndio inafanya hizo ziweze kweli. Wanapea sifa. Maana pasipo nguvu ya Mungu, nguvu ya elimu haina kazi, nguvu ya uchumi haina kazi, hata mtandao haina kazi. Wanapea sifa. Ila kuna kitu kimoja kinachofanya nguvu ya Mungu iweze kudhihirika. Tusome katika kitabu cha Mathayo. Nani atakayetusaidia leo? David yuko wapi? Hajaja. Wale anakuja mapema gani? Bwana apewe sifa. Tuko katika ibada
na tunahitaji kuwa na nguvu ya Mungu, maana pasipo nguvu ya Mungu sisi nguvu yetu ni duni sana, ni chache sana, ni dhaifu sana, na tunahitaji kitu kinachoweza kushikilia nguvu ya Mungu ndani yetu. Amen. Inasemaje? Yoji wapi? Matendo ya Mitume 1:8. Matendo ya Mitume 1:8 yasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi kote na Samaria hadi mwisho ya dunia. Mtapata nini? Aliyesikia, tutapata nini kama tukijiliwa na Roho Mtakatifu. Bwana apewe sifa. Hivi hawa watu waliokuwa naambiwa ndio watapata nguvu, ina maana wakati huo hawakuwa na nguvu? Walikuwa na nguvu. Amen. Ila nguvu waliokuwa nayo haikuwa nguvu ya Mungu. Wenda walikuwa matajiri, wenda walikuwa wamesoma vizuri, uchumi wao ilikuwa labda imeimarika, lakini kuna kitu walihitaji ili kuongezea zaidi nguvu waliokuwa nayo ya kidunia, na ili ile nguvu yao idhirike, iweze kuimarika zaidi, walihitaji Roho Mtakatifu tunayohitaji hata sisi, ndio inayotupiga muhuri ya kuweza kuitwa watoto wa Mungu. Wanapewa sifa. Ndio maana wanaambiwa, na wakishapata hiyo nguvu idhirike, ndio watakuwa na nguvu ya kushuhudia kona zote za dunia. Wanapewa sifa. Na tutaenda mahali utakuta kina Paulo, sababu nguvu hiyo ilikuwa ndani yao. Hawakusoma, walikuwa watu wa kawaida, lakini sababu nguvu hiyo ilikuwa ndani yao, maneno yaliyokuwa yakitoka katika vinywa vyao yalishangaza watu waliokuwa wakiyasikia. So hata na sisi tunahitaji nguvu hiyo, ili ushuhuda au ushahidi wetu au ule utoto wetu wa kiungu iweze kudhihirika kona zote za dunia. Hatuhitaji wapendwa kuwa wahusuda wa hapa ndani peke yake. Hapana. Hatuhitaji kuwa walimu wa hapa ndani peke yake. Hatuhitaji kuwa tumeokoka hapa ndani peke yake. Tunahitaji uokovu wetu ienee kote duniani, mahali ambapo unaweza kutembea ukafike uokovu wako dhiri, lakini haiwezekani, maana nguvu hiyo hautakuwa nayo pasipo Roho Mtakatifu. Bwana pesi. Na kitu moja ujue, Roho Mtakatifu anaweza kuja ondoka. Kama tujue namna ya kutunza ile Roho Mtakatifu awe ndani yetu, wa kudumu, sio wa kuingia na kutoka. Hello. Tuko sote. Wakati amedumu ndani, ni ule ushuhuda pia inapata kupanuka siku baada ya siku. Na wakati inakuja kuondoka, ili kuondoka, labda utaniuliza itaondokaje? Na mahali Biblia inasema na msimchukuze Roho Mtakatifu. Usitukane Roho Mtakatifu, usichezee Roho Mtakatifu, usichukue kwa mzaha, maana ukicheza nao ataondoka. Na akiondoka, ile nguvu ulikuwa umeshapewa, ile nguvu naye itafanya nini? Itaondoka. So tunahitaji kuwa na nguvu ya Mungu, ili nguvu hiyo tunahitaji Roho Mtakatifu adumu ndani yetu. Aliye na Roho Mtakatifu, hata ukipiga pafu akasiriki,
umtukane akasiriki, umdharau akasiriki, umchukie akasiriki, maana amepewa nguvu ya kumeza mambo mengine yote ambayo ungeweza kumdharalisha nayo. Haleluya! Kwa maana tunahitaji kuwa na nguvu ya kweli, sio nguvu ya kunena tu kwa vinywa vyetu. Tunahitaji nguvu inayofanya kazi, Mungu akipiga chapa. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Sisi ni watoto wa Mungu. Sisi tunafanya kazi na Mungu, na Mungu anatujua kila moja na matendo yake, na anataka tuwe katika njia anayotaka. Ndiyo maana ameleta Roho Mtakatifu, na ndiyo maana anasema kwamba nguvu ili mpate mpaka Roho awe ndani yenu, alafu mwanze kutoka. Aliye na Roho Mtakatifu si muoga, ni mjasiri. Aliye na Roho Mtakatifu ni mjasiri kwa kutenda mema, sio kwa kutenda mabaya. Tuende katika, tumesoma 1:8 sio? Twenda 4:13. Matendo ya Mitume 4:13. Wapendwa, sisi ni watu wa thamani sana, na uthamani wetu Mungu anataka kuona ikifanya kazi kila siku, sio siku tu iliyotengwa. Mungu anataka kufanya kazi, aone inafanya kazi siku zote. 13 mpaka 16. Matendo ya Mitume 4 kuanzia mstari wa 13 mpaka 16. 13 inasema, wale viongozi na wazee walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kujua ya kuwa walikuwa watu wa kawaida tu, wasio na elimu, walishangaa sana. Wakatambua kwamba hao watu walikuwa na Yesu. Walikuwa na nani? Na Yesu. Kitu kilichokuja moja kwa moja ndani kwa akili yao kwamba hao watu hawako peke yao. Kuna nguvu inafanya kazi na leo. Maana kama ni elimu ya kidunia hawana, ni watu tu ya kawaida, hawana nguvu ya kidunia, hawana hata pesa ambayo inaweza fanya mtu kuheshimiwa sana. Ni watu tu ya kawaida. Wakashangaa, na kilichokuja moja kwa moja katika akili yao ni kwamba wanayo mwingine ndani yao, na si mwingine yote ile, Yesu Kristo. Yule Yesu akiwa ndani, yeye alishaenda na akasema, nitawaachia msaidizi. Yule msaidizi atakaa ndani yenu, atafanya kazi ndani, atatembea na nyinyi, na atawafanya mashahidi kote duniani. Kumalizia, naendelea kusema 14. Lakini kwa kuwa walikuwa wanamuona yule kiwete aliyeponywa amesimama pale pamoja nao, hawakuweza kusema lolote kuwapinga. Wakawaamuru watoke nje ya baraza la Wayahudi, wakati wakisemezana jambo hilo wao kwa wao. 16. Wakaulizana, tuwafanyie nini watu hawa? Tuwafanyie nini watu hao? Maana kama wangekuwa wakaida, tukiwafanyia tunayotaka. Je, sasa tuwafanyie nini? Maana jambo walilofanya ni kitu kimeonekana na tuweze kupinga. Malizia hiyo 16. Hatuwezi kukanusha miujiza huu mkubwa waliofanya, ambao ni dhahiri kwa kila mtu Yerusalemu. Bwana apewe sifa. Haleluya, watu wa Mungu. Wakati Yesu yuko ndani yako, Roho umepigwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Chochote utakachofanya ya kiungu, nguvu ya Mungu itafanya kazi ndani. Hata ukipangiwa kufanyiwa mabaya, wao wenyewe watashindwa, maana wameona kwa macho. Na Wayahudi wote unaona hatuna lolote la kuwafanyia.
Bwana sifa. Na hili ndio tunataka kanisa ambalo limesimama ngangari, kanisa ambalo likinena limenena kiungu, likifundisha linafundisha kiungu, likitenda linatenda kiungu, wakitembea wanatembea kiungu, wanaishi kiungu, ili ile nguvu tunachohitaji wapendwa ni nguvu ya Mungu katika nguvu ambayo, kumbuka, kuna wakati mmoja alikuwa nani aliyetambua, wakati wanafunzi wa Yesu walipoulizwa kule nje, unapotembea unasikia watu wanasema ni kunihusu. Yesu amekaa nao kwenye kikao, anauliza, huko mnapotembea nje, maana najua mnatembea, mnasikia wanasemaje kuhusu mwana wa Adamu? Wakachanganyikiwa. Tunachanganyikiwa kuhusu wokovu tulio nayo tunapotembea kule nje, na tunakuja na majibu yanayokanganya, ila Mungu anataka tuwe na jibu linalomtambua Yesu kuwa ni mwana wa Mungu aliye hai, ili Yesu aiwe ndani yetu. Alipoulizwa wakasema, wanasema labda wewe ni Yohana, labda wewe ni Yeremia, labda wewe ni nani? Akauliza, na nyinyi hapa unasemaje? Hakuna aliyepata jibu, lakini akatokea mmoja akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Alimwambiaje? Nani anajua alimwambiaje? Alimwambiaje? Si wewe uliyetambua hayo, si wewe uliyotambua hayo, ila ni Roho aliyekufunulia. Na sababu umefunuliwa, hata na jina lako linabadilishwa. Bwana sifa. Wakati ukitembea na Yesu, majina yote uliyojulikana nayo Yesu anayafu. Na hilo ndio kanisa tunalolitaka, kanisa ambalo Mungu analitaka, kanisa linalotambua Yesu kuwa Yesu ni wewe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Akamwambia, wewe utaitwa mwamba, na ukiwa mwamba kanisa nitalijenga juu yako. Ina maana wewe ndio sasa utakuwa makao makuu ya huyo Roho Mtakatifu. Atafanya kazi ndani yako, na hata malango ya kuzimu haitapata nafasi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana tunazungumzia nguvu ya Roho Mtakatifu. Hatuna nguvu bila Roho Mtakatifu. Tuna nguvu ya kidunia, ila ya kiungu hatuna wakati Roho Mtakatifu hayupo. Tunataka Roho Mtakatifu ndani yetu. Roho ndio anayenena. Wakati unaponena zikike na watu waamini, si wewe. Wakati unaponena na pepo wabaya watii, si wewe. Wakati unaponena mtu mgonjwa awe mzima, si wewe. Ni nguvu ya Mungu. Na nguvu ya Mungu inaongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio anayechuja na kuchekechea, kuweka kwenye mchujo hata maneno utakayonena, hata maombi utakayoomba. Hutaomba tu kwa kuomba, utaomba kwa mpangilio ya kiungu. Bwana asifiwe. Ukiongea unaongea kwa mpangilio ya kiungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na hata shuhuda zetu zitakuwa za maana. Si bora ushuhuda. Mungu anataka bora ushuhuda. Mungu anataka ushuhuda zilizopo. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio maana tunaposema nguvu ya Mungu, hatusemi nguvu tu,
Tunatewa nguvu isiyonunuliwa na pesa. Tunasema nguvu isiyovutwa tu sababu kwa kufungwa na kamba ikuji. Hatusemi nguvu ya kiuchumi, maana hizo zote hazileti nguvu ya kiungu, ila nguvu ya kiungu inaleta hizo zingine zote. Biblia inasema kwanza tutafute ufalme wa Mungu na haki yake yote. Haleluya. Ina maana hii kwamba tukiwa katika ibada, tuna ibada ndani ya Yesu, hatuna ibada ndani ya jengo hili. Nani hajapata? Sikuachi nyuma. Nataka tunapokaa hapa, tunakaa ndani ya Yesu, tusikae ndani ya jengo hili, tukae ndani ya Yesu. Haleluya. Bwana apewe sifa. Maana Mungu hapendezwi na papara zetu, Mungu anapendezwi na uongozi wa Roho Mtakatifu, bali ndio nguvu yake inafanya kazi. Hebu rudia somo hili. Tulianzia wapi kwanza? Ngoja. Tulianzia wapi kwanza? Tulianzia wapi? Si hii. Mali tulianza kusoma na wapi? Moja nani aliyosemaje? Tutapata nguvu, lakini nguvu hatutapata hivi. Hatutaenda sokoni kupata. Inaletwa Roho Mtakatifu akija ndani yetu. Maana hakuna makaribisho ya nguvu ya Mungu, kwanza makaribisho ni ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio anakaribisha nguvu ya Mungu, na ndiyo inayotunza nguvu ya Mungu iweze kudumu. Twende sasa 13 mpaka 16. Matendo ya Mitume 4:13 mpaka 16. Nasema wale viongozi na wazee walipoona ujasiri wa Petro na Yohana, na kujua ya kuwa walikuwa watu wa kawaida wasio na elimu, walishangaa sana. Sababu ni watu waliwajua, hata kutoka kuzaliwa kwao waliwajua vizuri sana. Huyu ni John tunamjua, kwao tunajua ni wa kawaida tu. Lakini mbona hayo anayoyasema hayalingani na yeye? Yaani wanaangalia maneno anayonena John hayalingani na John, hayafanani na John, sio kiwango cha John. Bwana apewe sifa. Bado hawajatambua, lakini kadri mambo yalivyokuwa yanaendelea, kuna kitu aligundua ndani ya George. Ni mfano unatoa. Wakatambua kwamba hao watu walikuwa na Yesu. Lakini kwa kuwa walikuwa wanamuona yule. Sikiliza George. Hapo sasa ukule hivi. Unazungumza na watu. Lakini watu waliokujua vizuri sana, kwao kweli wanakujua. Na tunakufanya kazi unajua. Unapoishi wanajua. Lakini sasa unazungumza nao vile wanavyokujua toka zamani, wanakuta kuna mambo mawili tofauti. So wanaulizana, mbona ni wa kawaida tujue Israeli kwenda? Lakini kadri unavyoendelea, kuna picha inawakujia moja kwa moja kwamba si wao, kunaye Yesu ndani ya George. Bwana apewe sifa. Pale ukumbuke alikuwa wanatafuta kauli jinsi ya kumfanyia George. Tumuue, tumpeleke gerezani, tumfanyie nini? Lakini kuna kitu wameona George amefanya. Kuna mtu ameponywa kwa maneno yatoka katika kinywa chake. So wanaamua kupeje neno hili si la kawaida. Lakini tumeona zili zote. Je, ni bora kweli kumfunga, ni bora kumuua? Na sisi sote na Uyahudi wote tunaonekana. Bwana apewe sifa. Lakini kwa kuwa walikuwa wanamuona yule kiwete aliyeponywa amesimama pale pamoja nao,
hawakuweza kusema lolote kuwapinga. Kisiwi kimesikia, kinaanza kusikia, bubu anaanza kuzungumza. Haleluya! Hata kama umepanga kuchinjwa, mpaka nusu ya watu walioleza bana, si vyema kumuua. Maana tumeona huyu alikuwa kiwete, huyu alikuwa bubu, lakini anatembea kwa sababu ya maneno aliyonena. Je, tukimuua mbele ya Mungu tuna haki? Haleluya! Sasa ni nguvu ya Mungu inakutetea, nguvu ya Mungu inakupigania, nguvu ya Mungu inakuhukumu. Bwana apewe sifa. Ndio nguvu tunayotaka, ndio kanisa tunalotaka. Si leo tu, kanisa tunalotaka na kuendelea ndilo kanisa linaloweza kubadilisha mazingira ya ulimwengu. Ndilo kanisa linaloweza kubadilisha hata mazingira ya Dar es Salaam. Ndio kanisa linaloweza kubadilisha mazingira hata ya uzao wangu, hata ya ukoo wangu. Maana Yesu yuko ndani. Bwana apewe sifa. Haleluya. Vivi hivi kanisa lina uwezo wa kuporomoka. Malizia hapo nilikwambia hivi. Wakawaamuru watoke nje ya baraza la Wayahudi. Ni watoke tu. Wakati wakisemezana jambo hilo wao kwa wao, wakaulizana, tuwafanyie nini watu hawa? Hatuwezi kukanusha muujiza huu mkubwa waliofanya, ambao ni dhahiri kwa kila mtu Yerusalemu. Bwana apewe sifa. Wakati tukibadilika ya kweli, tukibadilika ya kweli, hata ukirudi kijijini kwenu, lazima uone vile watu wanavyokuchukua. Lazima iwe tofauti na walivyokuwa wakikuchukulia kwa awali. Maana si wewe sasa, ni Yesu anayefanya kazi ndani yako. Akifanya kazi ndani yako, amekupa nguvu fulani ambayo inatisha hata kama ni wanyama. Nguvu ya Mungu inatisha. Nguvu ya Mungu inapenya. Nguvu ya Mungu ina uwezo wa kuleta kitu ambacho hakingeweza kuonekana. Nguvu ya Mungu inavuta na kuleta. Bwana apewe sifa. Kuna vitu vingine hata ukiwa na pesa huwezi kufikia. Kuna sehemu zingine hata ukiwa na elimu ni ngumu kufika, lakini Mungu ana uwezo wa kupeleka mahali ambapo hata wewe mwenyewe ukijiangalia unasema hapana, si mimi. Bwana apewe sifa. Tunataka kanisa ambalo Shetani hawezi kupenya ndani. Kanisa ambalo Shetani hawezi kuchezea, na ni sisi tuna uwezo. Wakati tunaposema Yesu yupo, Yesu huyo hasiwe yupo tu, awe ndani yetu sisi moja na mwingine. Bwana apewe sifa. Haleluya. Amen. Tuseme kitu ambacho kiko ndani yetu, tusiuze kitu ambacho hatu. Bwana apewe sifa. Unajua unapouza kitu hakuna, unamwambia anaenda kwa duka fulani. Amen. Na ukitaka kujua, kuna wakati mwingine kuna watu walijaribu kucheza na jina la Yesu. Shetani aliwaarua kwelikweli. Aliyewahi kupitia andiko hilo. Waliposema tunakuamuru kwa jina la Yesu akina Petero. Sio kwa jina la Yesu wangu, kwa jina la Yesu akina Petero. Shetani akwambia akina Petero tunawajua. Na wewe ni nani? Waliunarua kwelikweli. So wakati tunapoita Yesu, tuite Yesu tuliye naye. Tunapomwita Yesu, tumwite Yesu tunajua kabisa na nguvu. Nguvu isiyoweza kutikishwa na ulimwengu wa giza. Alimwambia Petero, leo hii
pamoja na kuwa Petro wewe ni mwamba, na si mwamba tu, mwamba usioweza kuyumbishwa na malango ya kuzimu. Malango ya kuzimu yakikusikia yatatetemeka, yatayumba, yatapiga kelele yakiondoka, maana Yesu amepiga kambi ndani yetu. Tunahitaji kanisa ambalo Yesu amepiga kambi hata tunapotembea nje, maana tunataka kuhubiri injili ya Yesu ulimwenguni kote. Hatuna mipaka ya kuhubiri injili ya Yesu, haina mpaka, na inahitaji wajasiri kama kina nani hawa? Wanapewa sifa, maana ujasiri wao ulipoonekana wakawasangaza watu wa Yuda yote, wakawasangaza walio katika eneo hilo. Ni nguvu gani hii? Ni uwezo gani walio nayo? Ujasiri gani walio? Wakagundua si wao, kuna Yesu ndani. Yesu awe ndani yetu. Tukicheza naye tutakuwa dhaifu kuliko watu wa dunia. Wapendwa, nilikuwa kanisa moja PG Tanzania, na kanisa hilo lilikuwa kanisa lenye watu wengi sana. Ibada moja tungekuwa watu 200, na kuna ibada ya pili na ya tatu. Kanisa hilo jengwa juu ya mlima, inaonekana kuwa mbali sana. Ukiwa airport ya Mwanza unaona kanisa hilo, ukiwa town ya Mwanza unaona kanisa, ukiwa baharini unaona kanisa liko juu. Kanisa nzuri, ni jengo kubwa, lakini ilifika wakati udhaifu uliingia. Kanisa hilo liliporudi huko zingine liliporomoka, halipo tena, na kama lipo inaongea. Tunahitaji kanisa la kesho kutwa na mwaka mwingine mpaka milele. Bwana apewe sifa. Kanisa hilo si kanisa tu, mpaka nguvu ya Mungu iwe ndani. Bwana apewe sifa. Vijana mna nguvu ya kesho na kesho kutwa, lakini nguvu hiyo inajengwa leo. Nguvu ya kesho inajengwa leo. Maana huwezi kusema nguvu ulio nayo leo umeanza leo hii. Ulianza jana, ndio nguvu ya leo ilipo. Ulicho nacho ulianza jana, ndio unayo leo. Bwana apewe. Ina maana kwamba safari unayotaka kwenda kesho umeanza kuzungumzia leo. Ndio maana hata nguvu ya kesho ya kiungu inayotikisha ulimwengu, inaweza kuimarisha uchumi wa ulimwengu, inaanza leo. Na maana gani? Tunahitaji waombezi wenye nguvu ya kiungu. Tunahitaji waombezi wanaojua tunaomba ndani ya Yesu, hatuombi nje ya Yesu. Tunahitaji kanisa lenye uombezi linaloomba kwa kumaanisha, kwa kujielewa, kwa kujifahamu kwamba tuko ndani ya Yesu. Maana kanisa ni Yesu. Kanisa si jengo, kanisa ni Yesu. Wapendwa, tunamhitaji Yesu. Hakuna kitu kingine, tunamhitaji Yesu. Yesu anafanya miujiza mikubwa. Yesu anafanya maajabu, anafanya ishara zisizoweza kufanywa na watu wa ulimwengu wasiojua Mungu. Bwana apewe sifa. Tunahitaji kutembea na Yesu. Tunahitaji kukaa na Yesu. Tunahitaji kuishi na Yesu. Tunahitaji kudumu kwa Yesu. Tunahitaji kufa na Yesu. Wala hapo haiangalii jinsi ulivyo, inaangalia roho ilivyo. Bwana apewe sifa. Inaangalia roho ilivyo, kwamba mimi ni wa Yesu na ni wa Yesu kwa kumaanisha mimi ni wa Yesu na ni wa Yesu wa kweli. Mimi ni wa Yesu na ni wa Yesu hata kesho. Wapendwa, kwa ajili ya Yesu kuna watu walipasuliwa. Kuna watu walikatwa
walikatwa vichwa, kuna watu walichomwa moto. Bwana apewe sifa. Mpaka wa leo bado wananena kwa sababu ya Yesu, na waliokufa bila Yesu wamesahaulika. Ni bora kufa ndani ya Yesu. Ili ukufe ndani ya Yesu, unaishi ndani ya Yesu. Bwana apewe sifa. Yesu ni wa maana sana katika maisha ya kibinadamu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Tulianza hivi kwamba nguvu itawajilia tu wakati Roho atakapoingia. Mtapata nguvu wakati Roho atakapoingia. Na hapa Yesu awa Paulo Yohana wanaombea kiwete anaponya, wamewekwa katika baraza la wazee wahukumiwe. Nguvu ya Mungu inafanya kazi ndani yao, wanashangaa. Mwishowe ushindi ni kwa Mungu, ndio tunayohitaji wapendwa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Aliye na Yesu ndani yake, hadi ukimwagusa usiku wa saa 8, hebu zungumza kuhusu Yesu, atazungumza. Aliye na Yesu hata ajali pamoja. Nafikiri nilishahudia hadithi fulani iliyofanyika nikiwa Tanzania. Gari ilipoingia kwa mtu, ilipoacha njia, ilipofika darajani kaacha njia na kutumbukia mtu. Na kulikuwa na mhubiri mmoja alikuwa anaenda katika, ametoka Shinyanga anaenda Mwanza kuhubiri. Mkutano unaanza siku hiyo saa 8. Na magari ya kule hayatembei usiku. So walilala Shinyanga, wakaamka saa 11 wasafiri waende Mwanza. Walipofika mto mmoja iliyo katikati ya Mwanza na Shinyanga, gari ikaacha njia ikaingia mtoni. Watu wote waliangamia. Huyu mtu alipatikana amesimama katikati ya maji mtoni. Na alipoulizwa wao umetoka wapi? Akasema nilikuwa ndani ya gari. Imekuwaje wengine wote hawako, wewe upo? Mimi sijui. Nilikuwa naenda kuhubiri Mwanza. Aliposema alikuwa anaenda kuhubiri Mwanza, walijua moja kwa moja si yeye. Aliyokuja ni Mungu. Bwana apewe sifa. Hilo litendeka nikiwa Mwanza. So nikajua Mungu akitembea na wewe amekukinga, nguvu zake ziko ndani yako, pamoja na kuwa haonekani kwa uso, yuko ndani. Walioamini wanaona nguvu hizo. Bwana apewe sifa. Amen. Mimi namshangaa huyu Yesu. Nataka kumalizia kwa kusema hivi, kwa msangao wangu. Mimi huu ni mwaka wangu 71. Yaani aliye na mwaka kabla baba au kabla. Huu ni mwaka wa 71. Nilishapata tamaa kwamba Nairobi siji tena ikaza. Lakini huo ndio kumbe wakati Mungu naye anataka kunionyesha kuwa yeye ni Mungu. Maana kazi ambayo nilisomea ni ngumu kweli, na umri wangu unaenda nguvu hivyo kweli. Hata nikifanya kwa mkono naweza siwezi kuzalisha. Na kama uzalishi kwa kampuni ufai tena. Maana kampuni inahitaji mtu anayezalisha. So nimekaa nyumbani nikaambiwa nije. Na nilipokuja nikaambiwa sasa kazi tunayokupatia wewe ni kusimamia bidhaa zetu zinazotengeneza. Na tunakupa ofisi mnayoshirikiana na wengine wawili, tunakuwa watatu. Na nilishangaa juzi siku ya Alhamisi tena, nilipoitishwa tena kikao, nikaambiwa sasa unatoka ile ofisi, unapewa ofisi yako rasmi, kwamba toka leo baadaye yule alikuwa anasimamia
kampuni kama production manager ni wewe sasa. Sina elimu yangu ni ya chini sana. Kielimu usingeweza kuwa manager, nisingeweza, lakini kiungu. So ofisi nilichukua rasmi siku ya Ijumaa. Wanapesika. Yule bwana alikuwa pamehamishwa katika branch nyingine. Na ilipofika jana jioni tukaitwa, na ile saa nimewekewa mdogo wangu, tukaitwa ofisini, tukaambiwa kwamba pongezi kwenu, maana ndani ya mwezi mmoja tumeona mahali ambapo kampuni ilikuwa imeshafikia chini, kutoka juu ilikuwa imeshuka, imeanza kupanda, ingawa kidogo, lakini imepanda mahali ilikuwa inaelekea kuporomoka. So kuongezea kwamba ushauri kwa hawa wafanyikazi wote uwe ushauri wao. Sikujiona nilimwona Mungu, nilijidharau, lakini nilimtukuza Mungu. Namwambia kama itakuwa hivi mpaka mwisho wa mwaka, tutaona tutakavyokufanyia. Si nini wanapesa. Kwa nini tunasema tunahitaji nguvu ya Mungu ndani yako? Kila kitu tunachofanya sio sisi tunafanya, tunafanyiwa na Mungu. Wanapesa. Haleluya. Na tuhitaji Mungu wa leo tu, tunahitaji Mungu wa kesho na kuendelea. Tuishi na kudumu ndani ya Mungu, tuendelee kukaa ndani ya Mungu, na Mungu atakushika mkono, na kanisa la Mungu litabaki kanisa lililo bora, sio bora kanisa ambalo watu watatamani, watu watakuja, watu wataulizana liko wapi? Ni wewe na mimi, si mwingine. Bwana apewe sifa. Ni wewe na mimi, na ili itendeke lazima tujichunge. Sisi tunapohitaji nguvu ya Mungu na leo, lazima tujichunge. Hata dini zetu zinanena nini, wapi, kwa nini, saa ngapi, na unamwambia nani? Haleluya. Maana hata ukisema mimi na Pazebra tunazungumza wawili, hakuna mwingine, Mungu ni watatu. Bwana apewe sifa. Na hata kama hujui, soma kuhusu Shadraka, Meshaki na Abednego walipotumbukizwa ndani ya moto, watu watatu. Mfalme alipoamuka alikuta watu wangapi? Ina maana unapotembea kuna mtu wa pili, na huyo mtu wa pili anaona mpaka ndani yako hivi, hata yale unawaza ya kesho, hata uliofanya jana. Tunamhitaji, na tukiwa na yeye, hata haya mapepo madogo haya hayatatusumbua. Bwana apewe sifa. Hayatatuangalisha. Ukitafuta kidogo ataondoka, maana tuko naye anayeweza yote. Bwana apewe sifa. Nguvu ya Mungu akae ndani yako mpendwa. Nguvu ya Mungu idumu ndani yako. Nguvu ya Mungu awe ndani ya kanisa hili milele. Simama tuombe. Wastahili wewe Bwana, Bwana ustahili wewe Bwana, upokee
Bwana Mungu wetu uliyeumba ulimwengu zote, unayejua kila msingi ulioweka katika ulimwengu, ndani ya kanisa hili, kwa kila mhudumu wa kanisa hili, kila anayefanya kazi wote wafundishe kwa nguvu yao, wahubiri wote wahubiri kwa nguvu yao, wachungaji wote watumike kwa nguvu yao. Sisi tutakutukuza, tutasema wewe ni Ebeneza, tutasema wewe unatosha. Baba, tupe afya iliyo bora ya kuweza kuwa na nguvu ya kutumika ulimwenguni kote. Tutie ujasiri, uondoe uoga, uondoe shaka, ulike kwa wewe ndiwe Mungu na hayuko mwingine wa kulinganisha na wewe. Baba, wewe ndio Mungu wa wajane, ukawalishe na kuwanywesha, watie nguvu, ukawabariki. Wewe ndio baba ya mayatima, wanakuhitaji Jehova. Kanisa hili linakuhitaji, kanisa hili linakuhitaji. Tukikupata tumepata vyote, tukikupata tumepata nguvu, tukikupata tumepata hekima, tukikupata tumepata baraka, tukikupata tumepata afya bora, tukikupata Baba tumepata ushindi. Tunakuhitaji, tusiwe peke yetu, tusiwe peke yetu, tusiwe peke yetu. Utuongoze wewe. Haina nafasi, laana haina nafasi, umasikini hauna nafasi. Baba, washike watoto wetu mikono, walioko likizoni, watakapofungua na kurudi shuleni, warudi chini ya ulinzi wako, na hata siku ya kesho tunapoanza juma, tuanze chini ya mamlaka yako. Uwe taa ya miguu yetu, uwe nuru yetu, uwe nguvu yetu, na jina lako lipate utukufu. Katika jina la Yesu umeomba na hata kuamini. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Tuwabariki.